Tumeona hapa neno jema kumshukuru Bwana kwa kuliimbia jina lako uliye juu. Kwanza unatakiwa kumshukuru Yesu kwamba umeweza kufahamu kwamba yeye kwako ni nani na wewe ni nani kwake. Yeye ni wa thamani sana kuliko majina mengine yote, kuliko watu wote ambao walipata kuwa mashuhuri katika hii dunia. Yeye ni wa kwanza na ndiye anajitosheleza kwa yote. Inakupasa kutengeneza uhusiano binafsi kati yako na yeye, na uhusiano huo uwe hai, sio ule wa msimu. Wakati kuna mahusiano mengine na Kristo ni ya msimu. Wakati tu utakapokuwa na haja za moyo wako au mahitaji yako, mtu atamtafuta Mungu. Akishapata ila kuna watu wanamtafuta Mungu kwa ajili ya mahitaji yao tu, lakini wakishayapata hayo imeisha, wanadhani ndio mwisho. Lakini sivyo. Tumeona hapa katika hii Zaburi ya 92 anasema neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu, na kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Maana yake rehema ni hali ya kupewa fadhili au salama wakati hukustahili. Ni hali ya kusamehewa, ni hali ya kuonewa. Rehema ni hali ya kusamehewa, kupewa hata ambacho hukustahili. Kuwa uhai wako pia ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu kuna ambao labda ulizaliwa nawe hawapo. Kuna watu ambao ni wa umri wako hawapo. Kuna watu pia wa umri wako hawana muda huo kusema tukakesha angalau saa moja tukasemezane mbele za Bwana katika hema lake. Kwa sababu laiti kama mwanadamu angejua kwamba saa ipi ambayo Kristo atakuja, basi watu wangekuwa hiyo saa wako kila mtu anapatania kwenye lile eneo ambalo atakuwepo au atakuja. Huyu hapa akasema kwa chombo chenye nyuzi 10 na kwa kinanda, manake hata kwa vyombo vya kuweza kuonyesha inaweza kutoa mlio tofauti kwa ajili ya kumsifu huyo Mungu na kumshukuru kwa mlio wa kinubi, kwa kuwa umemfurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Kuna kazi ambayo Mungu amefanya kwako wewe ambao unanisikiliza mahali popote ulipo ulimwenguni. Ya kwanza, alikuumba kwa Mwanzo 1:26 na 27 kwa mfano na sura yake. Sasa baada ya binadamu kuzaliwa, kuna mambo kuna washauri wanatokea, wanasema fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Mwisho ile picha au taswira au ule muonekano kwa Mungu unatoweka, unakuwa unafanya kitu kingine tofauti na hicho. Na hii ni moja ya kitu ambacho kinaweza kukufanya Yesu atakapokuja kwa ajili ya kunyakua wale wake akakusahau, takupita tu, kwa sababu binadamu amejiongezea vitu vingi na kujibadilisha na kile ambacho hakutakiwa afanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuanzia utosini mpaka unyayoni, Mungu alikamilisha kwa ustadi mtu aliyefanana naye. Alikamilisha kwa ustadi. Akajua huyu anahitaji nywele za kipilipili, akajua huyu anahitaji kuwa na kope nyeusi, akajua huyu anastahili kuwa na rangi hii ya ngozi, akajua huyu anastahili kuwa na kucha za rangi hii. Alifahamu kabisa huyu anastahili kuwa na umbo la namna fulani. Lakini leo kuna mavumbuzi mengi. Tunapingana na hata ile andiko. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana, kwa kazi yako nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. God creation, uumbaji wa Mungu kwa mwanadamu ni wa ajabu na wa kupendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Lucifer ama Shetani na timu yake ya kina malkia wa Bwana, malkia wa mbingu, Yezebeli akiwemo ndani humo, akajaribu kutengeneza kitu kingine ili kumkosoa au kumsaisha Mungu, kitu ambacho kimegharimu sana watu, kinagharimu sana watu. Na katika haya marekebisho ya uumbaji yameleta pia madhara mengine ya kiafya, lakini pia yamegharimu gharama zingine ambazo hazikustahili katika mambo ya uchumi. Ngoja niongee tu. Kuna baadhi ya familia kwa kipato chao walichojaliwa kuwa nacho kingeweza kuwatosha kula na kufanya vitu vingine vya kimaendeleo au vya kiustawi, lakini kwa sababu ya mashindano
ya kukingana na kile ambacho Mungu aliumba, wanagharimia fedha nyingi sana ili kubadilisha uonekanaji wao wa uumbaji ambao Mungu aliumba. Wanaweka kope za bandia, wanaondoa nyusi, wanabadilisha mpaka rangi za ngozi zao, sasa kwenye nywele pia, kwenye kucha pia, kwenye midomo pia, na wamefika mbali hata kubadilisha uumbaji wa mwili. Wako waliokataa kuwa wanaume, wako waliokataa kuwa wanawake, wakatengeneza idubwana lingine ambalo haliweki. Hii yote ni kukinzana au kupingana na makusudi ambayo Mungu aliyaona kwamba tufanane naye. Adui akatengeneza hila na kapanda na kafanikiwa. Even now in the Island Church, katika baadhi ya makanisa hii hali ipo, na watu wanasema Mungu anaangalia moyo, angalia ilivyo nje. Hii mstari wa 5 anasema, Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu. Kwa hiyo ni kweli kabisa, watu, sio mimi nimesema, ndio maandiko yamesema kuna mjinga na mpumbavu hawezi kufahamu kwamba Mungu alivyoumba hivi alikuwa na maana gani. Mtu aliyeumbwa kuishi katika nchi kama Tanzania aliumbwa kufuatana na hali ya kijiografia iliyopo katika nchi ya Tanzania. Lakini leo mtu anataka awe Mchina, anataka leo awe Mhindi au Mwarabu au Mzungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanaona labda hawa mataifa mengine ndio wako sahihi zaidi. Lakini mimi mpaka nimefika leo, mimi naomba mtu anisaidie kumtafutia Mzungu aliyejaribu kujibadilisha awe Mwafrika. Mtafutie Mchina aliyejaribu kujibadilisha awe Mwafrika. Sijui kama yupo. Au Mwarabu anaweza kusema mimi nataka niwe Mswahili na mimi niwe kama kabila fulani la Kiafrika. Sijaona. Namshukuru Mungu nimebahatika kukaa na hao mataifa. Sijaona. Haiwezekani. Sasa kwa nini wao watengeneze vitu vya kutufanya sisi wa Afrika au watu wenye asili ya Afrika tuwe tofauti, wa Kush kwa watu wengine watu tofauti? Ni adui tu ametengeneza. Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hawezi kuyafahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kizazi hiki ambacho naishi, ambacho ninaweza kuita wa salama, watu wengi wamepoteza mwelekeo wao, muonekano wao. Wamekataa kile ambacho Mungu aliumba. Wameamua kujitengenezea vitu vingine. Nimeona hata kule China, nchi za Asia hizo wameanza kuwa hivyo pia. India wameanza kuwa hivyo. Sasa hivi kuna changamoto nchi kama za Uarabuni, nao wanajaribu hawataki tena, kwa hasa kwa wanawake, kuvaa mavazi ya kustiri maungo yao. Wao pia wanataka kujiachia kama walivyoona mataifa mengine ambayo yanaita ya dunia ya kwanza iliyostaarabika wanavyojiamini wao. Lakini wangejua, kuna siku nilikuwa nasoma makala fulani kutoka Marekani. Naipenda kuirudia hii, kama hujawahi kusikia ulisikia sawa. Mtafiti mmoja mahiri wa Kimarekani aliandika makala fulani, akasema wanamwomba Mungu kama angeweza kuwarejesha wale wa Marekani, Amerika ya Kati huko, warudishwe miaka 50 iliyopita, lifestyle, maisha ya wakati ule. Wangemshukuru sana Mungu kama angeweza kuwarejeshea ile miaka 50 nyuma iliyopita. Yaani warudishwe. Walikuwa naishi maisha ambayo leo kama imebaki, labda tuende huko sijui kama shamba tutawakuta, au kama Chumu, ama tukienda Kiagala, hayo maisha yapo, au Machame huko ndani kama yapo hayo maisha. Yaani maisha yale ambayo wanakula vyakula vile ambavyo vinapatikana kwenye mazingira yao katika uasili wake, lakini pia wanavaa mavazi ya kujisiri na wanaheshimu mipaka yao ya uumbaji, kwamba mwanaume ni mwanaume na mwanamke ni mwanamke, na kila mmoja ana saa yake, kazi yake ya kufanya. Hawataki ule mwingine tofauti. Kwa hiyo huyo Marekani aliandika hiyo, akasema kama tungeweza kumwambia Mungu aturudishe miaka 50 iliyopita, maisha yale ambayo nimesema kwetu Afrika ama Tanzania ni baadhi ya vijiji vichache sana ndio imebaki, kwa sababu
Yale mambo ambayo mnaona kwenye internet, mnaona kwenye smartphone haya, mnaona kwenye TV runinga yamewadanganya wengi na kuwapumbaza, alafu imegharimu sana. Kwa hiyo huyo Marekani aliandika akasema, tungetamani kurudi kule. Kwa hiyo walichoanza kukifanya sasa, wameweza kutengeneza some films zikikumbushia miaka ile, kuanzia mavazi, uhuru wa kujiheshimu mipaka yao, uumbaji wa Mungu, na ulaji, yani vyakula. Na kwa taarifa yako, kama ulikuwa hujui, wamejaribu kuhifadhi mbegu asilia za mwanzo ambazo kwetu Afrika ni kama zimebakia kwa uchache. Kwa hiyo wao wanatunza zile mbegu za kwanza, kuanzia za vyakula au mazao niseme kwa ujumla, lakini mpaka za wanyama, mifugo. Wana maeneo ambao wameweka kwa ajili ya kwamba hizi aina hii zisitoweke. Lakini mimi nakwambia, tuna miaka michache huko mbele tutakuwa tukisumuliana kwamba palikuwa na nazi au mnazi. Hatuna muda mrefu tusipokuwa na tahadhari, utaanza kusimuliana kulikuwa kuna embe dodo. Haya maembe dodo baadaye yatatoweka, yatabaki hayo maembe ya kizungu yanayofanya ya kupandikiza. Lakini pia kuku au jamii za ndege, tutabaki na hao kuku ambao mnaita kuku wa kisasa, ambao kwa taarifa yako nisikilize, mimi nimeishi nao, wazungu wagusi hiyo kitu. Awali nyama ya kuku wa kizungu, awali mayai ya kuku wa kisasa. Lakini sisi ndio tunazalisha kwa wingi sana na tunafuga kwa wingi sana ili tupate fedha chapchap na kula chapchap, na kula mpaka na mifupa yake unasaga. Lakini kwa taarifa yako, wao wagusi hiyo kitu, na wameenda mbali. Mazao ambayo yamepandwa kwa kutumia mbolea za kisasa hawana mpango nayo. Kule Marekani wanaokula ni wale maskini hivyo vitu. Wenye uwezo wao wanahakikisha kwamba mbolea asilia ndio imekuza mwindi, hindi imekuza embe, kuku wa kienyeji, mayai ya kienyeji, ng'ombe, mbuzi, vitu kama hivyo. Sasa tusipoangalia Afrika zile aina au sampuli za vitu vya asili, zitakuwa zimefutika. Lakini sio tu kufutika, zitasababisha pia ardhi yetu ya Afrika, utakachokipanda hapo juu bila kugharimia mbolea ya kisasa kwa gharama kubwa, hakiote. Lakini baadaye pia zitagoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Profesa yule aliyekuwa akiandika ile makala anasema wanatamani sana maisha ambao wanaona kwenye baadhi ya nchi za Afrika na baadhi ya mataifa mengine ambao wametunza uasili yao. Hivi karibuni walikuwa wajaribu kuingilia kwa Tanzania kutaka kupandikiza tabia za ajabu, Umasaini. Ndiko kidogo kwenye kabila ambalo limebaki kidogo lina vitu ambavyo vya kiasili kama hujajua, na kuna vitu vinaendelea huko, utaelewa kwamba wajaribu kuipandikiza hiyo hali ya kubomoa ile ngome ya asili ya Wamasai kwa kupandikiza vitu ambavyo wanasema ni usasa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Marekani wanatamani kuishi maisha ambayo baadhi ya sisi wa Afrika tuko salama, sisi Afrika ndio tunataka tu overtake wao, na kwa sehemu kubwa kuwapita kwa namna moja, kwamba kile wanachokiishi wao ambacho wanakijutia sisi ndio tunakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni majuto, ni ngumu sana.